Sasa wakati kamati ya maamuzi ya shirikisho la soka nchini ikisema imeanza uchunguzi wa waamuzi waliochezesha mchezo kati ya Simba dhidi ya Mashujaa ambayo iligeuka gumzo, wadau mbalimbali wa soka akiwemo wachezaji wa zamani wameibuka na kusema kilichofanyika sasa ama kinachofanyika kwa sasa kwenye soka la Tanzania ni aibu. Sasa mwenyekiti wa kamati ya maamuzi Nasor Hamdun alinukuliwa hapo jana akisema wameanza uchunguzi wa waamuzi waliochezesha mechi hiyo iliyopigwa kwenye uwanja wa KMC kutokana na kuzagaa kwa tuhuma ya mmoja wao ni mwanachama wa Simba. Sasa mechi hiyo kiporo cha ligi kuu iliyopigwa Ijumaa na Simba kushinda bao 2-1 yote kwa penalty yakifungwa na Lol Atiba, lakini muda wa nyongeza wa dakika 15 uliongezwa na waamuzi ni utata wa penalty iliyowapa ushindi wenyeji, na utata wa penalty iliyowapa ushindi wenyeji ndio imekuwa gumzo mtaani na kwenye mitandao ya kijamii. Mwamuzi wa kati Kefa Kayombo aliongeza dakika hizo huku akimlima kadi ya pili ya njano kipa Patrick Mthari wa Mashujaa iliyozaa nyekundu akitoa penalty dakika ya 90 ukijumlisha dakika 19 ilionekana ya utata. Imezua kelele kwa mashabiki kwa baadhi ya wadau wakishindwa kujizuia na kutoa misimamo yao. Wadau hao wamesema kilichofanyika katika mechi ya Simba na Mashujaa sio tukio la kwanza kwenye ligi kuu msimu huu, kwani kuna pambano lililojengwa siku za nyuma yakiwemo uamuzi wa utata, lakini kinachoshangaza ni mara zote kuzihusisha timu chache huku mamlaka zinazosimamia ligi hiyo zikinyamazia aibu hiyo. Wakizungumza kwenye kati tofauti, baadhi ya wadau walisema licha ya ligi kuu bara kutajwa inashika nafasi ya 4 kwa ubora Afrika, lakini matukio yanaendelea ya maamuzi yenye utata hasa kwenye timu moja yanaleta taswira mbaya, haistahili kuwepo hapo. Mmoja wa nyota wa zamani wa soka nchini aliyewahi kukipiga Simba na Yanga pamoja na Mtibwa pamoja na timu ya taifa ya Tanzania aliyoomba kuhifadhiwa jina alisema juu bora wa ligi kuu bara kushika nafasi ya 4. Shirikisho la soka kimataifa la historia na takwimu za mpira wa miguu lilitumia vigezo gani? Kuna neno? Kuna muda na tafakari kuangalia hisia ambazo huwa zinatolewa na baadhi ya watu kwenye kuzungumza na hawaangalii professional ya yule ambaye ameaminiwa na chama chenyewe cha waamuzi kwa ajili ya kusimamia dakika 90 ambazo zitakuwa zinatumikiwa na vilabu mbalimbali kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara na michuano mingine. Yaani kosa moja huwa linafufua vitu vingine ambavyo pengine havihitaji hata watu wengine kuja na kukaa na kuvizungumza kutokana na aina ya matokeo pengine ya timu nyingine ambayo watu wengi walikuwa wanaitazamia kwamba huenda ingepoteza matokeo, ingepoteza mchezo, ikaenda ikapata matokeo na maamuzi ya muamuzi yakawa tofauti kidogo. Hayo ndio yanachangia watu kuja na hisia ambazo hazileti maana kwenye soka letu, lakini zinakwenda kuwafanya waamuzi wetu tunawaona kwamba ni waovyo ama hawafai kwenye upande wa maamuzi ambayo huwa wanayafanya ndani ya dakika 90. Na huwa sisi ndio wenyewe tunashusha thamani ya waamuzi kwenye kile ambacho huwa tunaona wanakifanya. Lakini ukubwa ni kwamba kuna muda hisia, sijui wachezaji wa zamani, hawa ni wachezaji lakini kwenye professional yao pengine kuna wengine hata uamuzi hawajasomea. Wao ambacho walichokuwa wanafanya uwanjani ni kucheza mpira. Kucheza mpira na baadhi ya sheria walikuwa wanazijua kutokana na kutekeleza yale majukumu yao ndani ya dakika 90 ambayo yanawafanya kwa pamoja kukaa na kushirikiana na kuzungumza na muamuzi. Ndio maana sitaki kuamini ya kwamba kila siku tunapaswa kutupa hizi lawama kwa waamuzi. Yaani kwamba kila siku tunatupa lawama kwa waamuzi. Tunazitupa lawama tukiwa tunaamini ya kwamba kuna kitu ambacho kimekosewa kwa 100%. Tunatupa hizi lawama ni kwa sababu ya hisia na misisimko kwamba tulikuwa tunaamini timu fulani itapoteza kwa ajili ya timu fulani. Afu baadaye ikapata matokeo ambayo yamekuwa upande wao. Lakini kosa ambalo mwamuzi amelifanya na pengine lilikuwa sahihi kwa 1% kadhaa ama kwa 1% pengine 75. Hizi nyingine si tukaona amekosea. Tunapaswa kuwapelekezwa na watu sijui kuibua mijadala kwamba ni waamuzi hafai kuwa na wanachama. Hata Ulaya huko tunaona kuna waamuzi wana vilabu vyao. Sasa kama mwamuzi ana chama, kwa mfano mwamuzi ni mwanachama wa Yanga.
Ana haja gani kusimamia mechi ya Yanga? Sasa professionalism, kwani wewe hauna timu? Lakini nimeshakuonyesha mapenzi. Sasa wewe professional unajua shida ya mpira ni moja. Ina temper. Yaani mpira una temper. Yeah. Na wakati mwingine sisi tuloko kwenye masuala mazima ya mpira kubeti swala la kawaida. Iko hivyo. Mpaka kuna wanawake wanabeti sikatai. Yeah. Lakini sasa tunarudi kwamba unapokuwa mwanachama wa timu fulani unaleta mgongano, kwa sababu mwisho wa siku unaposimamia timu fulani inakupa matokeo. Mimi nimewahi kukaa na waamuzi na kagana mara nyingi tu. Najaribu kuangalia, unakuta mtu kweli na mapenzi. Lakini anajaribu kusimama katika nafasi yake. Hasa ukirudi kwenye vilabu vikubwa ambavyo vinatazama barani Afrika, hata wewe mwamuzi unajijengea sifa. Umeelewa? Unajijengea sifa kutengeneza kwamba mimi ni mwamuzi, naweza kusimama kwenye mechi. Kweli kila mwamuzi ana timu, lakini hakuna haja ya kuwa mwanachama. Mimi ni shabiki wa Simba, mimi shabiki wa Yanga, hamna haja kuwa mwanachama. Sasa mwisho wa siku mambo yanakuja yanavuja mpaka na ushahidi. Unajua ubaya wa watu ni kwamba tulianza kupenda vilabu badala ya kupenda mpira. Yaani ukishapenda mpira afu kaja ukapenda club, utakuwa na uelewa wa mpira unaenda vipi. Yaani kuna vitu ambavyo utaviona kwa asilimia chache kwamba hivi inapaswa kuzungumzwa kwa hisia. Sawa. Na hivi vinapaswa kuzungumzwa kutokana na mpira unavyoenda. Ndivyo ambavyo vinachangia. Hasa ukiangalia wengi wa hapa nyumbani tunapenda vilabu kuliko kuupenda mpira.